Nitaka nigusie japo kidogo tu kwa ufinyu wa muda katika hizi maudhui ambazo zimetajwa zikiwakilisha maudhui zingine, kwamba tubadilishane mawazo katika hilo. Kwa uchache sana nataka nikumbushie swala la uchumi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi sote tunafahamu na ni mashahidi, tukiulizana wote hapa nguzo za Uislamu ngapi? Ni tano. Tunaweza sema 1, 2, 3, 4, 5. Katika nguzo tano, nguzo mbili zinahusu uchumi: zaka na hija. Viwango vya kutoa zaka leo hii, gramu 85 ya dhahabu, nilikuwa napiga hesabu hapa sasa hivi, gramu moja ya dhahabu ni 333,375. Maana yake uwe na milioni 28,505,950 ndio utakamilisha Uislamu wako katika nguzo ya zaka. Anayeambiwa ni mimi na wewe. Hija, nilikuwa naangalia kwa mwaka huu watu wameenda hii safari ya hija, kiwango cha chini kabisa ilikuwa ni $7,300. Kwa bei ya dola sasa hivi nipiga 2,600 tu, sawa sana milioni 18,980,000. Muislamu mimi, Muislamu wewe, ili tukamilishe Uislamu wetu, yani kwa uchache hizo nguzo mbili zinatutaka tuwe na milioni 47,486,960. Tumemwelewa Mwenyezi Mungu anakusudia nini? Hizi nguzo mbili kwa zinahusu uchumi, hatutaka tuwe watu wa namna gani? Kuna yeyote kati yetu ambaye hataki Uislamu wake ukamilike? Hakuna. Sasa ili Uislamu wako ukamilike na hizi nguzo mbili, maana yake mimi leo tunadaiwa milioni 48 na point, ndio Uislamu wetu utakamilika. Nasema muda umekuwa ni mdogo sana kuliko kichwa chenye cha habari cha kikao chetu cha leo. Nilipata kumshauri mtu mmoja, alikuwa ni afisa katika idara ya maji. Sasa alikuwa anafanya bahthi ya doktora. Kwa kweli Muislamu alichagua kufanya bahthi yake katika masuala ya zaka na athari yake katika jamii. Aliniuliza, zaka bwana ikoje na taratibu zake zikoje? Nilimweleza, nikamwambia kwa masikitiko makubwa sana, tulivyoelewa zaka na tunavyoitoa zaka ni tofauti kabisa na anavyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wameainishwa watu wanaostahili kupewa zaka, vimeainishwa vitu ambavyo vinawajibika kutolewa zaka na mpaka na viwango. Lakini katika eneo la kwamba maskini mmoja anapewa zaka kiasi gani, hapa ndio msiba mkubwa. Maskini mmoja alikuwa anatakiwa apewe hitajio lake la mwaka mzima. Chukulia maskini ambaye ana familia watu 3 4, kwa kiwango cha chini kabisa, labda anatumia shilingi 5,000 tu kwa siku. Shilingi 5,000 kwa siku, siku 365, maana yake huyu alikuwa apewe shilingi milioni 1,800,025. Ndugu zangu, leo hii kuna familia wanaendesha mitaji ya 200,000, anasomesha, analea familia watu 3 4, 200,000 tu. Sasa maskini huyo leo apewe kwa siku moja milioni 1,800,000 na kidogo, maana yake imempa mtaji mkubwa sana. Zaka ikisimamiwa vile inavyotakiwa, maskini wanapotea, wanaisha. Na hii ilisimamiwa vizuri katika kipindi cha Khalifa wa 5 Umar ibn Abdul Aziz. Ilisimamiwa vizuri katika ukusanyaji na ugawaji mpaka ikafikia hakuna mtu anastahili kupewa zaka, watu wote waliwajibika kutoa zaka. Narudia tu kusema haya, nimesema haraka haraka kwa sababu tu ya muda. Maudhui ya kikao hiki ni kubwa kuliko ule muda wenyewe. Inshallah tutafuta muda mwingine kwa kujadiliana viongozi, tutafute kama ni semina ya siku nzima, haya tuyazungumze kwa marefu na mapana yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.